Serikali ya Burkina Faso wamezuia hafla ya mazoezi na fitness iliyopangwa na Nkululeko Dlamini, anayejulikana pia kama Nyawalu au mfalme wa mazoezi ya kukaa. Hafla hiyo ilipangwa ifanyike tarehe 8 Novemba 2025 nchini Ouagadougou, mji mkuu wa nchi hiyo. Hafla hiyo ilikuwa sehemu ya sherehe za miaka 5 ya kituo cha mazoezi kinachoitwa Koso CrossFit, ambapo alikuwa amealikwa kama mgeni rasmi ili kufundisha mazoezi na kushiriki katika ufanyaji mkubwa wa mazoezi pamoja na wengine. Baada ya kuwasili nchini humo na kutoa maoni yake kuhusu mazoezi ya kukaa, akisema kuwa yanafaa kwa kila mtu, si wanawake tu, lakini mamlaka walikataa na kutoa uamuzi wa kuzuia. Sababu rasmi ni kwamba nchi ina vipaumbele muhimu zaidi kwa watu wake, kama vile vita dhidi ya magaidi na changamoto za kiuchumi na kisiasa, kwani Burkina Faso imekuwa na hali ngumu tangu mapinduzi ya kijeshi mwaka 2022. Pia walikosekana mahali ya kisahihi za ukumbi au mahali pa kufanya hafla hiyo. Hii haikuwa kuzuiliwa kwa Nkululeko mwenyewe kibinafsi, bali kwa hafla hiyo pekee. Hivyo anaweza bado kusafiri na kufanya mazoezi nchi zingine kama Kenya au Afrika Kusini, ambapo amepata umaarufu mkubwa kupitia video zake za mazoezi zenye muziki wa maskandi. Hata hivyo, kuna maoni mengi kwenye mitandao ya kijamii yanayosema kuwa mtindo wake wa mazoezi, kama kuvaa nguo fupi na mwili wake wenye misuli mikubwa na makalio, ulichochea migogoro na maadili ya kitamaduni na kidini nchini Burkina Faso, ambapo jamii inategemea sana maisha ya kiasili na dini. Hii inaweza kuwa imechangia uamuzi, ingawa serikali hawajausahihishia hii moja kwa moja. Uvumbuzi huu umesambaa haraka kwenye mitandao kama ya kijamii kama X, Instagram, na wengi wanaeleza kushangaa na kutoa maoni mbalimbali kuhusu uhuru wa kufanya mazoezi na burudani katika nchi zinazokabiliwa na shida. Kwa ufupi, hafla imezuiwa kwa sababu za kiutawala na vipaumbele vya nchi, na inaonyesha jinsi serikali wanavyoweka kipaumbele zaidi katika masuala makubwa zaidi kuliko shughuli za burudani wakati wa mgogoro.